إنما الأعمال بالنيات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نموomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie Ramadhani yetu na ibada zetu, Allahumma amin. Watukufu wa Islamu, khutba yetu ya leo tutaangazia mwanadamu, na sote tuliokaa hapa ni wanadamu. Sijui kama kuna jini hapa. Na Allah subhanahu wa ta'ala amempatia cheo mwanadamu huyu Adam pamoja na watoto wake na kizazi chake. Na sote tuliokaa hapa tumetofautiana kwa lugha zetu, tumetofautiana kwa rangi zetu, tumetofautiana kwa kimo chetu, wengine wafupi, wengine warefu, wengine wapana, wengine wembamba. Tumetofautiana katika rangi zetu, tumetofautiana katika tabia zetu, lakini sote ni watoto wa Adam alayhi salam. Ayuha almu'minun, na huyu Adam alayhi salam pamoja na watoto wake na kizazi chake, Allah amewapatia cheo ya juu, cheo cha juu, na Allah amewakirimu wanadamu. Na madamu wamekirimiwa, wewe lazima kuna namna lazima utaamaliane nao. Madamu Allah amemkirimu mwanadamu, kuna vitu hufai kumfanyia mwanadamu yote. Mwanzo tuangalie namna Allah alivyomkirimu mwanadamu. Amekukirimu mwanzo, akakuumba, akakuleta duniani, kwa sababu kabla miaka 100 hakuna mtu alikuwa yokujua kwa jina lako. Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mwanadamu, kisha tukumbusha kwamba wewe mwanadamu, na kiburi uliokuwa nayo, na tabia mbaya uliokuwa nayo, na dhulma unaofanyia wenzako, kuna wakati ulikuwa hauko katika hii dunia. You never existed. Allah sema bismillahir rahmanir rahim, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Je, mwanadamu ashawahi kufikiria na kukumbuka ya kwamba kulikuwa na wakati ulikuwa hata hujulikani? Nabillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kufa kwake ni zaidi ya miaka 1400. Kabla miaka 2000 alikuwa ametajwa kwa Injili na ametajwa katika Taurat, lakini Muhammad alikuwa hajulikani duniani kama alivyojulikana baada ujio wake, lakini alikuwa ametaja tu kwa jina, yati min ba'di ismuhu Ahmad. Kadhalika wewe, kadhalika mimi. Leo tuko katika mwaka 1446 katika Hijri. Miaka 100 iliyopita tulikuwa hatuko, mimi na wewe tulikuwa hatuishi katika hii dunia. Hasa Allah asema, mimi ndo nimefanya mpaka ukajulikana, nikakuumba, nikakuleta to existent. Kabla hapo you are nothing, you are no one. Ulikuwa katika mgongo wa babako. Katika neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mwanadamu ni kwamba huyu mwanadamu ameumbwa katika sura nzuri. wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah sema, wa huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Allah ametuumba, na baada ya kutuumba akawa ni mwenye kututengeneza katika maumbile ya uzuri. Angalia viumbe wengine maumbile yao, lakini Allah ametuumba katika qiwama, umeweza kusimama vizuri, na wamwona mtu na uso wako hauko chini, tofauti na viumbe vingine. Wakitembea, wa minhum man yamshi ala batni, wengine hutembea kwa tumbo zao kama vile nyoka anavyotembea. Hasa imagine Allah angetuumba na tutembea kwa tumbo zetu. Allah akatuumba mwanadamu, akatukirimu, akajalia katika maumbile ya mwanadamu, ama katika maumbile hakuna sehemu yenye heshima, iliyokuwa na cheo, iliyokuwa na thamani kama uso wa mwanadamu. Na ndio maana hii uso humwekei mwingine chini, unamwekea Allah peke yake. Maadhalika Allah alipotuumba akajalia uso wetu uwe juu. Imagine uso ungekuwa katika miguu yetu. wasawwarakum fa ahsana suwarakum.
Katika neema ambayo Allah aliyotujalia ni kwamba wanadamu wanapokuja duniani wanakuja hawana tone ya madhambi. Wakuja hauna hata doti ya madhambi. Ni wewe sasa ukitaka ujichafulie, lakini mwanadamu akija hapa duniani wawa ni mtu msafi. Ndio maana Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akatufundisha baadhi ya vitendo tukiyafanya tutarudi kana kwamba tumezaliwa upya, kwa sababu anayezaliwa mpya hana tone hata dhambi. Mathalan, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmi waladathu ummu. Anaenda kufanya hija, akachunga hija yake, asifanye makosa, akaepukana na madhambi makubwa kwa madogo, akawa ni mwenye kustahimilia, habishani na watu katika haji, akachunga hiyo ibada yake, raja'a kayawmi waladathu ummu, atarudi kana kwamba amezaliwa upya. Katika neema ambayo Allah amejalia ni kwamba kuna baadhi ya vitendo pia yakikupata utarudi na hauna hata doa kana kwamba umezaliwa mpya. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, yubtala almu'minu, mu'min hupewa mtihani hapa duniani fi nafsi wa ahli wa mali. Mu'min hupewa mtihani hapa duniani katika nafsi yake, apata dhiki, apata maradhi, katika watoto wake, katika mali yake. Na mu'min atakuwa ni mwenye kuonjwa, na kila kionjo yasafishwa na madhambi, hatta yakhruja min ad-dunya wa laysa alayhi khati'a. Atoka duniani mu'min na hana tone hata moja, ni kana kwamba amezaliwa upya. Tumomba Allah tujalie tukitoka duniani tuwe wasafi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa hikma yake na kwa usawa wake ni kwamba ulipokuja hapa duniani hakuna kitu umeandikiwa, clean slate. Tofauti na itikadi ya baadhi ya watu wasema unapozaliwa umebeba madhambi ya babako Adam alipokula alipokula tufaha, alipokula tunda. Lakini Allah yatuambia katika Qur'an, wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu abebesha madhambi ya mwingine. Hivyo ndo alivyomkirimu Allah mwanadamu. Katika namna Allah alivyomkirimu mwanadamu ni kwamba alipokuja hapa duniani amekuja ili hali yompenda Allah na yuapenda dini ya Allah. Mtoto yote anayo, hata Firaun alipozaliwa alikuwa hivyo. Viumbe vote wanapokuja duniani wanakuja wasafi, pure, na wanampenda Allah na wanapenda dini ya Allah. Sasa wewe mzazi ndo uchunge ile environment asiharibike. Sasa Allah alipokupatia wewe mtoto, alikupatia mtoto yuko msafi. Your duty is to preserve it. Haukupewa kitu kharban, kitu kilichoharibika ukaambia fix that. No, you've been given something clean. Your duty is to preserve it. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anapozaliwa huzaliwa katika fitra. Fitra is the pure nature ya kumpenda Allah na kupenda khairi na kuchukia shari. Kisha baadaye huyu mtoto kwa sababu ya mazingara inakuwa normalized kwake, because mtoto umemweka in the wrong environment, umemweka katika mazingira mabaya. Huyu mtoto anaanza kuona yale mabaya kuwa mazuri na yale mazuri kuwa mabaya. Sasa Rasul sallallahu alaihi wasallam akabainisha hawa watoto kama wamezaliwa katika kumpenda Allah na kusema Allah peke yake ndo anastahili kuabudiwa, imekuwaje wakabadilika? Ar-Rasul akasema, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Shida ni babake, shida ni wazazi wake, shida ni ile mazingira aliyokuwa nayo. Ima wao watamfanya badilike, aanze kusema Mungu ni watatu, awe ni mwenye kuabudu kwa wengine kando na Mwenyezi Mungu. Shida ni mazingara. Lakini mtoto yote anayekuja na mwanadamu yote anayekuja duniani huja katika hali hiyo. Katika neema ambayo Allah amejalia mwanadamu, abainisha katika suratu Ar-Rahman, bismillahir rahmanir rahim, Ar-Rahman allama al-Quran khalaqal insan allamahu al-bayan. Amewaumba katika hali ambayo
wao waweza kubainisha yaliyokuwa katika moyo wao. Tawapa mfano mdogo. Mtoto mchanga anapokuwa ni mwenye kulia humtia stress mamake. Leo ukiwa na mtoto mchanga miezi miwili, miezi mitatu, na mtoto yualia, mwisho utaona mama yualia, mara yamwangalia diapers, je amejikojolea, mara yuangalia ni fever, mara yuangalia ni tumbo, je sio kuna gasi kwa tumbo, mara mpaka mama asema nimejaribu kila kitu sijui shida ni nini. Lakini huyu mtoto angeweza kusema mimi naumwa na mguu, ingeisha story. Na hii neema ya bayan, mtu kubainisha. Allah amempatia mwanadamu, khalaqal insan allamahu albayan. You can express yourself, you can say what you are feeling. Waweza kusema kile unachohisi, bali unaweza kuexpress unapokuwa ni mwenye kujieleza, pia unaweza kuwafahamu wengine wanapojieleza. Na can you imagine, duniani Allah angetuumba wanadamu summun bukmun umyun, hatusikii, hatuwezi kuzungumza, vipofu, hali ingekuwa vipi? Lakini neema hii amepewa mwanadamu, mu'minuhum wa kafiruhum, barruhum wa fajiruhum, salihuhum wa talihuhum, saghiruhum wa kabiruhum, rijaluhum wa nisaahum. Allah neema hii amewapatia wote, mu'min kafir, awe ni mdogo awe ni mkubwa, awe ni mwanamume awe ni mwanamke. Allah ametupatia neematul bayan. Mimi leo kukaa hapa kuzungumza na nyinyi ni neema ya bayan, kuweza kuwafikishia. Leo ningekuwa hapa siwezi kuzungumza, hamungeweza kukaa. Na hii neema Allah amepatia mwanadamu, allamahu albayan. Katika neema ambayo Allah amepatia wanadamu, amekirimiwa, ni kwamba mwanadamu amefanywa kiongozi katika ardhi hii. Allah hakumfanya jini kuwa kiongozi katika ardhi hii, wala shetani kuwa kiongozi katika ardhi hii. Allah amejalia khalifa ala al-ard al-insan. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Katika neema namna Allah alivyomkirimu mwanadamu, akampa cheo, akamtukuza, ni kwamba amemfanya katika ardhi yake kiongozi, na hii ardhi yote na yaliomo ndani yake yako chini ya mwanadamu, na yendo yaliomo ndani yake katika hii ardhi ni kumhudumia mwanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba yote yaliomo katika ardhi hii ni kukuhudumia wewe. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah sema ni yeye Allah amewaumbieni nyinyi wanadamu kila kitu iwahudumie nyinyi. Hata wewe nani anakuwa ni mwenye kukuhudumia. Ndio maana halali ni nyingi, haijatajwa katika Qur'ani, na haramu ni kidogo. Haramu ni kidogo. Ndio maana Qur'ani na Sunna haitaji halali kwa sababu ni nyingi, lakini umetajiwa hii haifai, hii haifai, hii haifai, mingine yote umeruhusiwa. Na ukiangalia leo mtu ama sheikh ama alim akikwambia hii imekatazwa, lazima umwambie imekatazwa kwa nini na imekatazwa wapi. Lakini ukiniuliza kwa nini passion juice imeruhusiwa, taambia haijakatazwa. Kwa nini pombe imekatazwa, nitakwambia imekatazwa. Kwa hivyo Allah amejalia yote haya, ametuumbia sisi, mimi na wewe. Huwa alladhi, ni ambaye huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kila kitu Allah amekuumbia wewe. Samaki wa bahari amekuumbia wewe mle, mnyama anayetembea kwa bara amekuumbia wewe. Allah amemkirimu mwanadamu. Katika Allah subhanahu wa ta'ala kuumbia wanadamu ni kwamba jua na mwezi yote imekuja kukuhudumia wewe. Ujue siku ya miaka ni ngapi, ujue wakati wa siku ni saa ngapi, na ujue mwezi inaisha kwa siku ngapi, imekuja kwa ajili yako. Na kila kitu ulichotaka Allah yukupa. Sikizeni Mwenyezi Mungu asemaje katika suratu Ibrahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Ni Allah aliumba mbingu na ardhi. Wa anzala minas samai, akawa ni mwenye kushukisha kutoka mbingu maan, maji. Fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum,
na hii maji Allah amejalia imeshuka kuja kuwafaa nyinyi kutoa riziki kutoka ardhini. Wasakhara lakumul fulk, na akajalia kwamba mwaweza pia si katika bara, Allah amewezesha bahari, mkitaka kwenda musafiri kwa bahari amewapatia njia pia. Allah hajawafunga katika bara, hata bahari pia mkitaka kwenda Allah amewajalia. Wasakhara lakumul fulk, muna meli litajria fil bahri, iende katika bahari biamri, kwa amri lake. Wasakhara lakumul anhar, na mito mnayoona pia Allah amewafanyia sahali. Wasakhara lakumush shamsa wal qamara daibain, na jua na mwezi Allah amewasakhirishia. Mwataka kujua ni saa ngapi mchana, waangalia jua. Wataka kujua ni tarehe ngapi, waangalia mwezi. Yote haya wasakhara lakumul layla wan nahar, akawasahilishia usiku na mchana. Waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha, akakujalia usiku wapata kupumzika, akakujalia mchana waweza kwenda kutafuta riziki. Kisha Allah asema wa ataakum min kulli ma sa'altum, na kila kitu nyinyi wanadamu mkitaka na wapatia. Kisha Allah asema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na ukijaribu kuhesabu neema zangu utashindwa kuhesabu. Watukufu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mwanadamu akamfundisha majina ya kila kitu. Allah asema wa'allama Adam al-asmaa kullaha, majina ya majabali na yote haya majina Allah amewafundisha wanadamu, jambo ambalo malaika walikuwa pia baadhi yao hawajui. Katika neema ambaye Allah amewajalia wanadamu ni kwamba amewapatia akili, si kama hayawani, si kama wanyama. Ametupatia neema ya akili kuweza kujua hii ni sawa na hii si sawa. Ametupatia neema ya akili kuweza kupima hii ni nzuri na hii ni mbaya. Ametupatia neema ya akili ya kuweza kufikiria hii yatufaa na hii yatudhuru. Bali ametupatia neema ya akili, ukiona kitu utajua hili jambo ni la maana na hili jambo ni la makosa. Allah subhanahu wa ta'ala asema awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allah, hamuoni viumbe vya Mwenyezi Mungu katika mbingu na ardhi? Awalam yatafakkaru fi anfusihim, hamufikiri vile namna Allah alivyowaumba nyinyi? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, nyinyi hamwezi kutumia akili? Kila mwanadamu amepewa akili, na hii ni neema ambayo Allah yatukumbusha katika Qur'ani. Ayuha almu'min, katika neema ambayo Allah amewapatia wanadamu ni kwamba ukitaka kuzungumza naye hajakuwekea checkpoints, wewe zungumza naye moja kwa moja. Allah subhanahu wa ta'ala amekata sababu. Ukitaka kuzungumza naye hakuna kupitia wali, hakuna kupitia shetani, hakuna kupitia jini, hakuna kupitia malaika, hakuna kupitia miti, hakuna kupitia mawe, hakuna kupitia mitume. Ukitaka kitu kwa Allah amekupatia connection moja kwa moja. Allah asema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Hasa utukufu wa Islam, neema ambayo Allah ametupatia ni nyingi, na Allah amejalia kama kuna khairi wataka njoo zungumza na mimi moja kwa moja, na kama kuna shida wataka nikuondoshe njoo zungumza na mimi moja kwa moja. Ayuha almu'minun, katika neema ambayo Allah amewapatia wanadamu mbele ya macho yake ni kwamba nyote mko sawa, nyote mko sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Nyinyi ndo mumeweka vipimo ya kutofautishana, lakini mbele ya Allah you are all the same. Nyote mko level moja, awe mu'min awe kafir, awe bar awe fajir, awe mwema awe mwovu, awe mwanamume awe mwanamke, awe mdogo awe mkubwa, awe maskini awe tajiri, awe ni msomi awe ni jahil, you are all the same, except kuna mtu mmoja atakuja juu ya wenu. Nani? Allah asema ya ayuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu,
inna akramakum inda Allahi atqakum. Sasa sisi wanadamu tusije tukaona kwamba heshima tunayopewa kwa sababu ya ilmu uliyokuwa nayo, kwa sababu ya mali uliyokuwa nayo, kwa sababu ya cheo uliyokuwa nayo, kwa sababu ya nufudh, namna unaweza kusukuma watu na kuathiri watu, kwa sababu ya ibada zako. La, hivi ni vipimo nyinyi mmeweka. Nyote you are the same, you are all here. Only one person anaweza kuja juu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Anaweza kuja juu ni nani yompenda Allah zaidi? Ni nani ambaye Allah akimwambia fanya hivi yafanya? Nani ambaye yumtii Allah akimwambia wacha usifanye hivi, japokuwa nafsi inataka, japokuwa mazingara yanamsukuma, lakini asema madamu Allah ameniambia nisifanye. Huyu ndo yuko juu, wengine wote you are same level. Sasa hivi vipimo, kabila, rangi, cheo, mali, mwanamme, mwanamke, mdogo, mkubwa, yote haya, it means nothing to Allah. You're all the same. Ayuha almu'min, kando na kufanya watu kuwa sawa, Allah ameajalia kwamba kila mwanadamu ana haki ya kuishi. Kila mwanadamu ana haki ya kuishi. Na ukichukua nafsi ya mtu katika ardhi hii, ni kana kwamba umeua kila mtu. Allah sema, man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'a. Kila mwanadamu ana haki ya kuishi katika ardhi hii. Na wewe ukija ukisema huyu hana haki ya kuishi, utamjibu Allah. Kwa nini wamnyima mtu haki yake ya kuishi katika ardhi hii? Wamua kwa misingi gani? Eti msichana mdogo akataa kuolewa na mtu mzima kwa sababu ya kukataa ndoa, waenda kumuua? Ayu dinin hadha? Haki yake ni kuishi katika ardhi hii huyo binti. Na wewe ni nani kuja kusema hana haki ya kuishi, nitamuua? Wamua kwa msingi gani? Wamua amefanya kosa gani? Utamjibu Allah. Everyone has a right to exist. Na ndio maana masahaba ridwanullahi alaihim walifahamishwa maana ya jihad walipokuwa wanatumwa na masahaba na khalifa na Umar bin Khattab akiwatuma na Rasul akiwatuma masahaba, awaambieni kila mmoja mwanzo mlinganie katika imani. Uislamu haijakuja kumwaga damu na kuwa watu ovyo ovyo. Kwa msingi gani? Bali masahaba ridwanullahi alaihim walikuwa wakiwaendea, wanaulizwa mkuja kutafuta nini? Anambia sisi tumekuja muache kuabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu. Sisi tunataka muabudu Allah. Hatutaki, sawa, kama hamutaki basi make us way, sisi tupite tuende kwa wengine. Wakisema hatutaki, hakuna kupita, hapo ndo vita huwa. Wewe umeamua kuwa kafiri, umeamua hutaki kumwabudu Allah, Allah hakulazimishi. La ikraha fi din, hatuwalazimishi katika dini yetu. Basi tupisheni tuwafikishie walioko huko. Asema hapa pia hamupiti, sasa hapo ndo vita huanza. Watukufu wa Islamu, katika mambo ambayo inahuzunisha, kumwaga damu ya mwanadamu ni jambo zito sana mbele ya Allah. Bali Rasul sallallahu alaihi wasallam azungumza juu ya mu'min, bali yasema ya kwamba afadhali uchukue Kaaba uivunje na ushukishe matofali ya Kaaba uibomoe kuliko kumwaga damu ya mu'min. Huyu msichana aliyochomwa Wajia, afadhali Kaaba ibomolewe kuliko yeye kuuawa mbele ya macho ya Allah. Lakini leo Kaaba ikivunjwa, kila mmoja leta fujo. Sasa nyinyi muangalia kwa vipimo venu ama vipimo vya Allah? Ar-Rasul asema huyu mu'min ana thamani mbele ya macho ya Allah.
Vipi uje kumwaga mtu damu yake na kumua ovyo ovyo? Nahika anil mu'min, tuachane na mu'min. Mtu ambaye si mu'min, ambaye hajakuletea shida yoyote wala hajakudhuru, ana amani na wewe, ukasema nitamuua. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam awaonya mtu eti kwa sababu dini tofauti unamwaga damu yake ovyo ovyo, na mtu hajakudhuru, hajakuletea bala. Sikizeni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qatala dhimmiyan lan yajida raihata aljanna, anayemua mtu dhimmi, aliyekuja yuko chini ya protection ya Waislamu, akaja huyo asiyekuwa Muislamu, hana madhara na nyinyi, hana maafa na nyinyi, ukamua kwa dhulma, Ar-Rasul asema wacha kuingia janna, hata harufu ya janna hupati. Allah amewakirimu wanadamu, akawapatia haki ya kuishi. Ni nani wewe waja kumuondoshea haki hiyo, ukamwambia wewe hauna haki ya kuishi? Man anta, nani wewe? Katika haki ambayo mwanadamu umepatia, wamepewa na Allah, ni haki ya kumiliki. Mtu akimiliki chake na anakuwa ni wenye kuimiliki kwa mkono wake, na ameipata kwa jasho yake ya halali, ardhi, mali, gari, nyumba, mali ameipata kwa jasho lake, hauna haki ya kumpokonya. Na ukimpokonya, mambo mawili, utamrudishia na utatiwa adabu. Allah subhanahu wa ta'ala atoa mwongozo kwa mtu yeyote anayempokonya mtu mali yake, sawaan kwa kujua ama kwa kutojua, sawaan yule ulemwibia yajua umemwibia ama hajui kama umemwibia. Allah asema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Hawa ambao wanaochukua kisichokuwa chako, mtu amemiliki haki yake, ardhi yake, nyumba yake, ploti yake, mali yake, gari yake, gari lake, waja kumpokonya au waja kumibia. Wewe ni nani kumpokonya mtu kile anachokimiliki kwa halali? Allah atoa mwongozo, asema anaiba akampokonya mtu kile anachomiliki, awe ni mwanamme awe ni mwanamke, faqta'u aydihuma, kateni mikono yao. Na hiyo mali atarudisha na mkono atakatwa, ili siku nyingine asiwahi kuiba. Akitembea kila mtu aona hana mikono, atajua huyu najichunga na mali yangu, asikaribie. Hakul milkia, mtu anachomiliki utampokonya vipi? Watukufu wa Uislamu, katika haki ambayo Mwenyezi Mungu amewapatia watu ni al-hurriya, ni mtu kuweza kuwa ni huru. Usimfanye mtu mtumwa na usifanye mtu slave, eti kwa sababu una cheo, eti kwa sababu una mali. Katika khilafa ya Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alikuwa Madina, ndio ilikuwa capital city, akachagua governors, umara katika sehemu tofauti tofauti, wakiwa ni mwenye kumpatia report. Katika nchi ya Misri, alikuwa governor pale ni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu arda. Amr ibn al-As alikuwa na kijana ambaye yapenda farasi, akawa ameshindana na mmoja ambaye alikuwa mzuri kwa farasi, akamwambia njoo tushindane. Yule hakuwa Muislamu, bali alikuwa ni Qibti, alikuwa ni Coptic. Sijui kama umeona Coptic Hospital hapa, ni Wakristo wa Misri ambao ni Wakristo. Alikuwa ni Qibti. Sasa huyu mtoto wa Amr ibn al-As na huyu mtoto wa Kikristo wakashindana katika farasi, na huyu ni mtoto wa governor wa whole of Egypt. Na huyu kijana wa Kikristo alikuwa ni mhodari katika farasi, akamshinda mtoto wa Amr ibn al-As. Mtoto wa Amr ibn al-As alishindwa kuhimili. Sahabi mtoto wake alikosa adabu, akaanza kumpiga yule kijana wa Kikristo, kwa nini umenishinda? Jamani, tulikuwa tushindana. Ilikuwa basi yule kijana akilia,
akaenda kwa babake mkubwa kanisa, ama alikuwa ni Qibti. Yule akajua mimi najua haki yangu nitapata wapi. Akafunga safari mpaka Egypt, mpaka Madina. Akamwona Amirul Mu'minin, akamweleza aliyojiri, mtoto wangu kupigwa eti kwa sababu amemshinda. Hivi ndio mlivyo nyinyi Waislamu? Umar akamwambia la, wewe mgeni wangu tulia. Akatuma ujumbe akamwambia Amr ibn al-As radiyallahu anhu, wewe na mtoto wako njooni Madina. Akaja, akaulizwa yule mtoto, umefanya? Akamwambia naam. Akamwambia alikupiga vipi? Alinipiga hivi. Na hachukua mpige. Akampiga na kumtwanga mbele ya umma wa Waislamu. Akamwambia na babake pia umpige. Yule mtoto akasema ni mtoto amenikosea, si babake. Akaambia huyu mtoto amekukosea kwa sababu babake ni kiongozi, na wallahi ukitaka kumpiga pia nakupa ruhusa, kwa sababu babake hangekuwa kiongozi hangesubutu kufanya hivyo. He thought he was special. Na babake pia mpige. Sasa yule akasema la, baba hajanikosea, ni huyu mtoto na mimi nimetulia. Kisha Amirul Mu'minin akamwelekea Umar bin Khattab akamwambia, mata sta'badtumun nas waqad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Akamwambia Amr bin As, why you making people be like slaves? Wafanya nini watu wawe watumwa na Allah amewajalia walipokuwa duniani they were not slaves? Kwa nini mnajifanya nyinyi uko juu na hawa ni watumwa? Imekuwaje? Watu wameumbwa na walipokuja duniani wako huru. Mtu hataki maoni yako, si lazima. Allah mwenyewe amwambia mtume wake, lasta alaihim bimusaitir, hauna nguvu juu yako. Allah awaambia waja wake katika Qur'an, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Hauna lazima juu ya mtu, na hakuna mtu ni mtumwa, na hii ni haki mwanadamu amepewa. Kumalizia, katika haki ambayo Allah amewapatia wanadamu wote, haki ya kuheshimiwa. Kila mwanadamu ana haki ya kuheshimiwa. Usimharibie mtu jina lake ukamsingizia amenirep, amenibaka, amenidhulumu, ukampakizia maneno mabaya na majina mabaya, bali hauna ruhusa kumharibia mtu jina lake. Watukufu wa Islam, katika social media watu haribiana majina. Fulani amenibia, fulani ni muongo, fulani ni kadha, bali imefika level fulani amenirep, na watu wanamka na kuwasha moto, na kila mmoja anamsupport, wengine kusupport msichana, wengine kusupport kijana. Na Allah ametupatia mwongozo katika Qur'ani. Inapokuja habari za fitna, Allah semaje? Ya ayyuhalladhina amanu, ikiwa wewe ni mu'min, sikiza mwongozo kutoka Allah. Kama wewe si mu'min, mwongozo huu haikufai. Lakini kama wewe ni mu'min, mwongozo tunaopewa na Allah tunapopata habari tufanye nini? Allah sema, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Allah sema, enyi mlioamini, mukiletewa habari yoyote, fatabayyanu, hebu bainisheni hii ni kweli ni uongo. Don't start taking sides, mimi niko na huyu niko na yule. Katika qiraa, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu, enyi mlioamini, mukiletewa habari na mtu ambaye hamujui mwelekeo wake, fatathabbatu, thibitisheni. Na mukiletewa habari ambayo si nzuri, nyamazeni kama hauna jawabu. Na kama yule anayesingiziwa wamjua ni mtu ambaye ana heshima na maneno haya, bora umtetee, usema huyu ninavyomjua mambo haya hawezi kufanya, Allahu a'lam, lakini sidhani kama amefanya. Mtetee mu'min maadamu hauna haki ya kubainisha. Ikija ikithibitisha kwamba hakufanya, alhamdulillah. Ikiwa ikithibitisha kwamba amefanya, wewe wasema wama shahidna illa bima alimna, sisi tumetoa ushahidi kulingana na vile tunavyomjua. Lakini habari, fitna, maneno yaenezwa, and you start taking sides. Hujataka kujua hii ni ukweli, hii ni uongo.
Na Allah ambia waumini, in ja'akum fasiqun binaba, mukija mkiletwa na mtu fasiq binaba'in ay bi khabar, fatabayanu, start verifying an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Musije mkafanya jambo bila kuthibitisha, mkafanya uamuzi baadaye mwakuja kujuta, kumbe ilikuwa hivi, kumbe alikuwa ametudanganya. Allah sema kabla hujajuta, kwa sababu baadaye kujuta ni aibu kubwa zaidi. Mwanzo thibitisha. Hauna information, uskut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Wacha niwaambie kitu kuhusiana na heshima ya watu. Fulani hivi, fulani vile. You will never regret why you kept quiet, but you'll always regret why you talked. Hautawahi kujuta kwa nini nilinyamaza. Why did I not choose sides? But daiman na abada ukizungumza utajuta. Hasatan ukizungumza bila bayina, bila kuthibitisha. Allah amewakirimu wanadamu. Hatuna ruhusa ya kukosea heshima mwanadamu. Na Rasul sallallahu alayhi wasallam, mkutano wake mkubwa aliokuwa nao na masahaba, akiwa katika hajjatul wida, akiwa katika Arafa, amesimama mbele ya waumini, akawazungumzisha, akawaambia, vitu vitatu vya mtu siguse mwanadamu wenu. Vitu vitatu sikaribie: damuhu wa maluhu wa irduhu. 3 things keep away: damu yake, mali yake, heshima yake. Heshima, usimharibie mtu jina na kumzuilia na kumsingizia na kumpakizia. Mal, usikaribia anachokimiliki ila kwa ruhusa yake. Damu, usimpige wala usimuue. Ukiishi hapa duniani na mwanadamu umempatia haya mambo matatu, huyu mwanadamu damu yake sikaribii, huyu mwanadamu mali yake sikaribii, huyu mwanadamu heshima yake sikaribii, utakuwa umesalimika. Lakini ukimkosea heshima, hata kama ni kwa maneno, you'll pay the price duniani na akhera. Ukimkosea ukiwa ni mwenye kuchukua mali yake, ukamkosea kwa dhulma, you will pay the price imma duniani na kesho akhera. Na ukimkosea katika damu yake, you will pay the price imma duniani ama akhera. Na yote ukiangalia, ulama wanasema ndio maana tuchakatazwa tusimkosee mtu heshima. Hata kumsengenya mtu usimtaje kwa ubaya. Ikiwa wewe mtu humsengenyi, kwa hakika mali yake hutakaribia na damu yake hutakaribia, kwa sababu hata kumsema kwa ubaya hutaki. Lakini ukimsengenya na kumpakizia na kumzuilia, mali yake ukachukua, then the next iliyobakia ni damu yake kumwaga. Lakini tukianza kuchunga heshima, tukachunga mali, damu pia tutachunga. Lakini yote inaanza na hapa, kuchunga heshima ya mtu. Aqulu ma tasma'un. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna ndugu zetu ambao ni wagonjwa, wameomba dua. Wengine wana dhiki, wengine wana uzito, bali kuna watoto wengine wagonjwa. Naomba tuwaombee insha Allah. Allahumma rabban nas adhhib al-ba's washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama shifaan la yughadiru alama. Allahumma ashfina washfi jami' marda al-muslimin. اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر الم. naona kuna mtu atakusilimu. Marhaba, karibu, ahlan wa sahlan. Karibu. Sema utakuwa Muislamu. Alhamdulillah. Sema ashhadu karibu namba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluhu. Sema natamka kwa ulimi, na nakubali kwa moyo, ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Natamka kwa ulimi, na nakubali kwa moyo, ya kwamba Muhammad ni mtume wake. Waitwa nani? Benedict. Ungependa jina gani yenye utanipa? Allahu akbar. Tutamuita Muhammad Benedict. Karibu sana, atakuongoza ndugu yako. Karibu sana. Uko naye sio? Make sure he makes wudu again. Okay. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. معاشر المسلمين، فقد أكرم الله الإنسان، وإن تكريم الإنسان في القرآن هو تكريم لذاته الإنسانية. قال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم. وقد أكرم الله الإنسان أن أوجده بعدما لم يكن شيئا مذكورا ولا يعرف له أثر. قال عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ومن كرامة الإنسان أن خلقه الله مجبولا على الإيمان. قال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وزيادة في تكريم الذات الإنسانية، فإن الإيمان بالله لا يكون وراثيا كما لا يكون منة ولا أمرا مفروضا، لكن يكون بفعل إرادة فردية حرة وهداية ربانية نورانية. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن إكرام الله للإنسان أن الله جعله خليفة في الأرض، تعكس خلافة الإنسان في الأرض أسمى مراتب التكريم الإلهي. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ومن إكرام الله للإنسان تسخير ما في الكون لخدمة الإنسان، ولتحقيق هذه الخلافة سخر الله عز وجل للإنسان السماوات والأرض وما بينهما. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن إكرام الله للإنسان استيعاب الإنسان لعلوم الدنيوية. قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. ومن إكرام الله للإنسان إيداع مفاتيح المعرفة الإدراك في الإنسان والاستيعاب الإنسان لعلوم وتعلمها وتعليمها. أودع فيه الله عز وجل بعض مفاتيح المعرفة: التفكر والنظر والعقل والبصر والقلب واللب. قال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه المفاتيح المعرفية تسمو بالإنسان إلى الطاقة والخضوع لله تعالى. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن إكرام الله للإنسان إلغاء الوساطة بين العبد وربه. ولتأكيد على احترام كرامة الإنسان وحريته ألغى الشارع الحكيم أي وساطة بين الله عز وجل وعبده. هذه الوساطة التي تفسد التحنث والتعبد لله والاعتقاد الجازم به سبحانه، كاتخاذ كفار مكة الأصنام وساطة، وقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد تحول بين السائل ومناجيه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وللإنسان حقوق، منها حق المساواة. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ومنها حق الحياة. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومنها حق الملكية. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومنها حق الحرية. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومنها حق العرض الشريف. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته القدس وثلث بكم عباد الله حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي السبطين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في رفح، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في اليمن وانصر إخواننا في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها. فرج همومهم، نفس كروبهم، آمن روعاتهم. اللهم احفظهم فأنت خير الحافظين،
اللهم احفظهم فأنت خير الحافظين، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allah wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.